wale vijana wanafundishwa mafunzo ya awali ya kijeshi. Alafu wanakuja stage inayofuata wanafundishwa sasa ile core business. Core business ambayo sasa tutakuwa ni yale malezi kwa ujumla, ambaye atafundishwa study za kazi, study za maisha, ujasiriamali, na mwisho kabisa anafundishwa namna ya kuilinda nchi yake. Maana mwisho wa siku baada ya malezi wanakuwa kama jeshi la akiba. Kwa hiyo mafunzo, dada hapa ameuliza swala la mazingira rafiki kiasi gani. Tunapozungumzia urafiki wa mazingira, tunazungumzia vitu vingi. Kwanza kabisa tunazungumzia accommodation. Nyumba zao za kulala, nyumba ya kulia chakula, na wakufunzi kwa ujumla. Wako na weledi wa namna gani katika sasa hivi. Ukiacha kwa mfano mimi nilipiga mafunzo ya JKT 92 93 wakati vyama vingi na ilikuwa mwaka mmoja. Kwa hiyo mazingira ukikompea na sasa hivi, mazingira ni tofauti. Kama mngeangalia kuna kipindi fulani Mheshimiwa Waziri alienda kukagua tena vikosi vya mbali Kigoma kule. Aliangalia yale mabweni. Yaani mabweni huna tofauti na ukiwa nyumbani tu. Au kama boarding pia. Yes, tena nazidi hata boarding. Unaona, mazingira ni rafiki kabisa. Sasa tunaposema ukakamavu mchaka lazima ukimbie. Lakini hilo ndio wanasema kuingia chini ya daraja. Sasa yao inakuwa ni mafunzo ya juu kabisa. Ndio maana sisi tunasema ni ya basic military training. Useme labda hiyo labda komando huko kuingia kwenye, lakini wenyewe hawafanyi hizo.